Uturuki imepinga ombi la Marekani la kuacha kununua gesi na mafuta kutoka nchini Urusi. Uturuki imekataa ombi la Rais wa Marekani Donald Trump la kuitaka Ankara isinunue gesi kutoka Urusi na kusema kuwa haiwezi kuacha kununua gesi ya Warusi kwa sababu imesaini makubaliano ya gesi na nchi hiyo na itaendelea kuheshimu makubaliano hayo. Kituo cha kupambana na taarifa potofu cha serikali ya Uturuki kimetangaza kwamba Ankara itaendelea kununua gesi kutoka nchini Urusi hata kama madola ya magharibi yanadai kuwa nchi hiyo imetia saini mkataba wa kununua gesi kutoka Marekani, hivyo inapaswa kuacha kununua gesi kutoka nchini Urusi. Uturuki imesema kuwa mkataba wake na Urusi ulitiwa saini zamani na manunuzi ya gesi ya Russia utaendelea kwa mujibu wa makubaliano hayo. Taarifa kituo hicho imesema madai yaliyochapishwa katika baadhi ya vyombo vya habari kwamba Uturuki itaacha kununua gesi ya Urusi kwa sababu Ankara imesaini makubaliano ya kununua gesi asilia iliyoyeyushwa LNG kutoka nchini Marekani na kwa sababu hiyo mgogoro wa nishati unakaribia nchini humo ni taarifa za uongo zisizokuwa na ukweli wowote. Taarifa hiyo imesisitiza kwamba vyombo vya habari vya magharibi vimedai kuwa Uturuki inakusudia kufunga mkataba wa kununua gesi kutoka nchi nyingine na kuachana na Urusi. Kituo cha kupambana na taarifa hizo cha serikali ya Uturuki kimesema kwamba Moscow inaendelea kupeleka gesi yake nchini Uturuki bila ya usumbufu wowote kwa mujibu wa mikataba ya muda mrefu iliyotiwa saini na nchi hizo mbili. Taarifa hiyo imesisitiza pia kwamba kwa kuwa na mabomba imara ya gesi, miundombinu ya LNG na vituo vya kuhifadhia gesi, Uturuki ni moja ya nchi zinazoaminika sana katika eneo hilo kwenye suala zima la usalama na usambazaji wa gesi, na hakuna hatari ya kuvurugika usambazaji wa gesi asilia au mgogoro wa nishati, iwe ni hivi sasa au katika majira yajayo ya baridi. Ni hivi karibuni tu ambapo Alexei Ivanov, kaimu balozi wa Russia nchini Uturuki, alibainisha kuwa mabomba yanayojulikana kwa majina ya mkondo wa Uturuki na mkondo wa blue yanaendelea kufanya kazi kwa kiwango cha juu na gesi ya Russia inaendelea kupelekwa nchini Uturuki kupitia Bahari Nyeusi. Takwimu za miezi 8 ya kwanza ya mwaka huu wa 2025 zinaonyesha kuwa mauzo ya gesi ya Russia kwa nchi ya Uturuki yameongezeka kwa karibu 20% licha ya vikwazo vya madola ya magharibi dhidi ya Urusi. Alexander Frolov, naibu mkurugenzi mkuu wa shirika la taifa la nishati ya Russia, amesema kuwa ongezeko hilo linatokana na usalama wa miundombinu ya gesi ya Russia na uaminifu wake katika usambazaji wa nishati hiyo muhimu kwa taifa la Uturuki. Uturuki imekuwa na nafasi muhimu katika masuala ya nishati kwenye eneo la Eurasia, hasa katika miaka ya hivi karibuni, kwa sababu Uturuki iko kwenye eneo maalum la kijiografia na inajulikana kwa jina la njia kuu ya kusafirisha nishati ya gesi na mafuta. Kwa muktadha huo, uhusiano wa Uturuki na Russia katika masuala ya nishati ni muhimu sana, licha ya mashinikizo makubwa kwa madola ya magharibi pamoja na Marekani. Ankara hadi sasa imepinga kufuata siasa za magharibi kwenye suala hilo, na miongoni mwa sababu za kufanya hivyo ni kwamba mosi, Uturuki ni tegemezi sana kwa nishati ya gesi ya Russia. Uturuki huingiza sehemu kubwa ya mahitaji yake ya gesi asilia kutoka Russia. Miradi kama vile bomba la Turkish Stream ambalo husafirisha gesi ya Russia kupitia Bahari Nyeusi hadi Uturuki na kisha baadhi ya mataifa ya Ulaya inaonyesha kina kikubwa cha utegemezi wa Ankara na nchi za Ulaya kwa gesi ya Russia. Uhakika wa mambo ni kwamba haiwezekani kwa Uturuki kuacha kutumia gesi ya Russia, iwe ni kwa mtazamo wa kiuchumi au mtazamo wa kiutaalamu. Hakuna sehemu yoyote inayoweza kuziba kwa haraka pengo la gesi ya Russia inayoingia Uturuki na baadaye kwenda katika nchi za Ulaya. Lakini pili, kuna mambo mengine muhimu sana ya kuzingatiwa, hasa gharama ya nishati yenyewe. Kuingiza Uturuki gesi kutoka Urusi kwa kawaida hufanywa chini ya mikataba ya muda mrefu na ya bei nafuu sana. Sasa kuvunjwa kwa mikataba kama hiyo kutalemaza kila kitu nchini Uturuki na kupandisha vibaya bei ya nishati, na hivyo kuleta mashinikizo makubwa si kwa viwanda vya ndani vya Uturuki tu, bali pia kusababisha malalamiko makubwa ya nchi wanachama kutokana na kuzidi kupanda bei bidhaa na kufanya hali yao ya maisha kuwa nguvu zaidi. Tatu ni kuhusiana na kwamba Rais Recep Tayyip Erdogan na serikali yake unajaribu kuonesha kuwa siasa na maamuzi yao ni ya ndani ya Uturuki na si amri kutoka kwa madola ya kigeni. Serikali hiyo imejitangaza kwa wananchi kuwa inajali maslahi yao na maslahi ya taifa, na ndio maana mara kwa mara
inakuwa inapingana na sera za madola ya magharibi. Suala la gesi na nishati ni suala la kitaifa. Hivyo tunaweza hata kusema kwamba haiwezekani kwa Uturuki kufumbia macho maslahi yake ya kitaifa na kufuata siasa za kutwishwa za madola ya magharibi kuhusu mikataba yake ya nishati pamoja na Urusi. Endelea kuwa nasi na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News.